Mfalme, tuna uhakika ya kwamba bado unawasikia. Na Mungu tunakushukuru kwa maana siku ya leo umeweza kutujalia tukaweza kukutana hapa hewani. Tulikuomba na basi ukatupa. Tuna imani ya kwamba bado hutaweza kutunyima chochote kile tukuombacho. Maana kama mzazi ampeavyo mtoto wake kile ambacho anamuomba, nawe umeweza kutupa. Mungu wetu tunakushukuru. Mfalme, wale ambao bado wanakungojea, tunaomba ya kwamba uweze kukutana na mahitaji yao kulingana na mapenzi yako. Sasa jioni ya leo napoanza kipindi hiki cha uchambuzi wa Biblia, tunaomba mwongozi wako, ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Basi siku ya leo ningependa tuweze kuangazia vacation ya watakatifu, ikiwemo vacation ya mwovu Shetani. Wapendwa, je, umeshawahi kujiuliza ya kwamba kuna vacation ya mwovu Shetani katika muda wa ulimwengu huu jinsi tunavyoishi? Je, Shetani naye huenda holiday? Ninajua wengi wetu tunapenda sana kuenda katika holiday. Na basi siku ya leo tutagundua ni muda upi ambapo Shetani ataweza kuenda katika holiday. Na basi mada yangu ya leo ni vacation ya Shetani na vacation ya watakatifu. Wapendwa, siku ya jana tuliweza kuangazia ni nini hufanyika mtu anapokufa. Basi hapo ndipo nitaweza kuanzia. Nikawaahidi siku ya leo tutaweza kuangazia ufufuo wa kwanza na ufufuo wa pili. Somaji. Naam. Kitabu ni cha Yohana 5 mstari ni wa 28. Yesu anasema msistaajabie maneno hayo, maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kwa hivyo ufufuo ni mara mbili. Ufufuo kwa wale waliotenda mema, na wa pili ni ufufuo wa wale ambao wametenda maovu. Msomaji. Naam. Kitabu ni cha Ufunuo 20 mstari ni wa kwanza na wa pili, inatufafanulia zaidi kuhusiana na ufufuo huu. Biblia inasema hivi: kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni, mwenye ufunguo wa kuzimu, na mnyororo mkubwa mikononi mwake. Akamshika yule joka, yule nyoka wa zamani, ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000. Akamtupa katika kuzimu. Naam. Akamfunga, teremka mpaka 6. Akatia muhuri juu yake, asipate kuwadanganya mataifa tena, hata ile miaka 1000 itimie. Na baada ya hayo yapasa afunguliwe muda mchache. Kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao, waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu, watu waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu, na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama, wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa, katika vipaji vya nyuso zao, wala katika mikono yao, nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Unaweza kuwa unashangaa
ambayo ilitiwa kwenye nyuso zao ni gani, wala kwenye mikono yao. Usikose kipindi cha leo jioni cha unabii, kitaangazia chapa hizi. Kwa sasa mimi naangazia miaka hii 1000 na kurudi kwa Yesu Kristo. Hebu tuangazie. Inaendelea ikisema, msomaji, hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huu ndio ufufuo wa kwanza. Huu ndio ufufuo wa ngapi, msomaji? Wa kwanza. Heri na mtakatifu. Alafu sikiza, heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Yaani anasema aliyebarikiwa na mtakatifu ni yule ambaye atafufuliwa katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu. Mauti ya ngapi, wapendwa? Ya pili. Mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo. Na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye miaka 1000. miaka 1000. Siku ya juzi tuliweza kuangazia, tukagundua ya kwamba mauti ya pili ni ule moto wa hera ambao utaweza kuangamiza watu wale ambao ni waovu. Lakini wapendwa, siku ya leo tumegundua ya kwamba fufuo ni mbili. Fufuo wa kwanza ni ufufuo wa watakatifu. Basi hebu tuangazie miaka hii 1000 itaanza lini? Sikiza, miaka hii 1000 itaanza lini? Soma Wathesalonike wa kwanza 4 mstari ni wa 16 na 17. Maana Biblia imesema katika Ufunuo 20:1-6 ya kwamba katika hawa ambao wanafufuliwa ufufuo wa kwanza wataishi pamoja na Mwokozi pale, watatawala pamoja na Yesu Kristo kwa miaka 1000. Basi hii miaka 1000 inaanza lini? Ni lini ufufuo huu wa kwanza unafanywa? Wathesalonike wa kwanza 4 mstari ni wa 16. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Sikiza, Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Those who have died in Christ, they shall be risen first. Inaendelea kusema, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord, tutanyakuliwa pamoja nao, shall be caught up together with them in the clouds, ili tumlaki Bwana hewani, to meet the Lord in the air, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. And so shall we ever be with the Lord. Biblia inatuambia ya kwamba sisi ambao ni wenye haki na tupo hai, siku hiyo Yesu Kristo atakapokuja, tutaweza kutana na wale ambao ni wenye haki waliokufa pale mawinguni, tumlaki Yesu Kristo. Hebu sikiza wapendwa, miaka hii 1000 inaanza punde tu Kristo ajapo. Maana Kristo ameahidi ya kwamba hakika atarudi. Msomaji, Yohana 14, John chapter 14 verse 1-3. Msifadhaike mioyoni mwenu. Let your hearts not be troubled. Na mwamini Mungu. You believe in God. Niaminini na mimi. Believe also in me. Bali baba yangu kuna makao mengi. In my Father's house there are many mansions. Kama sivyo, if it were not so, ningaliwaambia. I would have told you. Maana naenda kuandalia mahali. I am going to prepare for you a place. Basi mimi nikienda, and if I go na kuandalia mahali, and prepare for you a place, nitakuja tena, I will come niwakaribishe kwangu, and welcome you, ili nilipo mimi, for where I will be, nanyi muwepo, there you shall also be. Hebu tambua ya kwamba Kristo aliahidi ya kwamba ameenda kutuandalia mahali, na pale ambapo atakuwa na sisi tutakuwepo pamoja naye. Kwa hivyo kwa wakati huu ambapo tupo katika ulimwengu huu, tunafahamu ya kwamba Kristo atarejea tena, na wakati
Yesu akirejea atatuchukua ili tuende kukua pamoja naye. Hebu sikiza wapendwa, Kristo ameahidi ya kwamba atarudi, lakini unajua jambo ambalo ni la kushangaza ni kwamba watu wengi wameleta uongo mwingi sana kuhusiana na marejeo ya Kristo. Wengine wamejiita Kristo, wamesema yaani wao ni Kristo. Hapa Kenya tunayo shida kubwa, huko sehemu za magharibi. Karibu kila mwaka unakuta mtu anatokea akijiita Kristo. Wapendwa, Kristo akija, hivi ndivyo kutakuwa. Msomaji, naam, kitabu ni cha Mathayo 24. Mathayo 24. Kristo mwenyewe tunaanza na maneno yake. Yeye mwenyewe alisemaje kuhusiana na kuja kwake? Mathayo 24 mstari wa 4. Biblia inasema hivi. Biblia inasema, Yesu akajibu akawaambia, sikiza, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Many shall come in my name. Wengi watakuja kwa jina langu, wakisema mimi ni Kristo. Watajiita Kristo. Nao watadanganya wengi. Sikiza, nao watafanya nini? Watadanganya wengi. They shall deceive many. Unaweza kuwa unajiuliza, kwani hao watu ambao wanaofuata, hao ambao wanajiita Kristo, kwa mfano Yesu wa Tongareni na wafuasi wamepita 50, kwani wao hawana akili? Ni unabii unatimia. Maana usipofuata neno la Mungu utatimiza unabii, na basi wanatimiza unabii kwa kufuata neno hili, wanadanganywa. Somaji, Yesu akarudia onyo hilo mstari wa 22. Mathayo 24 hiyo tu inasema hivi, na kama siku hizo zisingelifupizwa, asingeokoka mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hizo. Siku hizo zitafupizwa. 23 hadi 24 inasema, wakati huo mtu akiwaambia, tazama Kristo yupo hapa Jamhuri, au yuko kule, msisadiki. Au yuko kule Bungoma, msifanye nini? Msisadiki. Believe it not. Maana watatokea makristo wa uongo. Sikiza, anasema watatokea makristo wa uongo. There shall come false Christ, na manabii wa uongo, and false prophets, na manabii wa uongo. Hao watatoa ishara kubwa na maajabu, and they shall show great signs and wonders. Yani watafanya miujiza ya ajabu. Kama ni hata kuita moto kutoka mbinguni, wataita moto kutoka mbinguni. Siku ya jana tulisoma tukaona ya kwamba kuna roho za mashetani ambazo zinaweza zikafanya ishara. Msifikirie haya mambo ambayo mnayaona kwa televisheni ya kwamba wameponya wagonjwa, mengine yao si uongo, mengine ni ukweli. Lakini wapendwa, ajabu ni kwamba hili ni kutimiza unabii. Inasema ya kwamba watafanya maajabu ili wafanye nini, msomaji? Wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. If it were possible, even the very elect. Hata sisi ambao tupo hapa tunasoma siku ya leo, inawezekana hiyo siku ukienda pale uonyeshwe miujiza mpaka ukaamini. Ndio maana Kristo anasema ya kwamba mkisikia wapo pale ama wapo pale, usiende. Kwa nini? Hivi ndivyo Kristo atakavyorejea. Ufunuo 1 mstari wa 7. Ufunuo 1 mstari wa 7. Tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamwona. Wapendwa, kila jicho, every eye, kila jicho litamwona, na hao waliomchoma, hata wale
kumchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Naam, amina. Kila mtu Kristo arejeapo, kila mtu atamuona. Hata kuja kwa siri, hapana. Hata kuja mahali ambapo yuko mahali fulani ili televisheni muonyeshe, hapana. Kila jicho siku hiyo, kila jicho litamuona. Wengine wananiuliza, pengine kuna milima, kuna mabonde. Wale walioko mabondeni wanaweza kosa kumuona. Sikiza kitabu cha Ufunuo 16 mstari wa 18 inatuambia hivi. 16 mstari ni wa 18. Kukawa na umeme. Sikiza, kukawa na umeme na sauti na radi, na palikuwa na tetemeko la nchi kubwa. Sikiza, palikuwa na tetemeko. Wapendwa, hakujawahi kuwa tetemeko ambalo litakuwepo siku hiyo. Sikiza, tetemeko hili litafanya nini? Ambalo tangu wanadamu kuwako juu ya nchi hapakuwa na namna ile. Ambako tangu wanadamu kuwako juu ya nchi hapakuwako na namna ile. Jinsi lilivyokuwa kubwa tetemeko hilo. Jinsi lilivyokuwa kubwa tetemeko hilo. Na mji ule mkuu ukagawanyikana mafungu matatu. Na miji ya mataifa ikaanguka. Nairobi ikaanguka. Na Babeli ule mkuu ukakumbukwa mbele za Mungu. Wapendwa, siku hiyo hata ile Times Tower, hata iwe ni Burj Khalifa, hata iwe ni Pentagon, hata iwe ni all those towers, they shall fall. The cities shall fall. Inasema hata ule mji wa Babeli kupewa kikombe cha mvinyo cha ghadhabu ya hasira yake. Kupewa kikombe cha mvinyo cha ghadhabu ya hasira yake. Mstari wa 20. Kila kisiwa kikakimbia. Sikiza, hata visiwa siku hiyo vitakimbia. Wala milima haikuonekana tena. Kwa hivyo wapendwa, sote tutaweza kumwona Kristo. We will be on a leveled ground. Mahali ambapo ukiwa hapa na sawasawa na aliye pale sehemu za Kilimanjaro, wote wataweza kumwona Kristo. Msomaji. Na mvua ya mawe kubwa sana. Ya mawe mazito kama talanta. Naam. Unaweza komea pale. Unatambua ya kwamba siku hiyo kila jicho litamuona. Na kisha ardhi yenyewe, the climate will attest that Christ has come. For there shall be lightning, there shall be storms, and there shall be an earthquake such as never was. Kutakuwa na tetemeko kubwa ambalo halijawahi kuwako tangu mwanadamu kuwepo. Jambo la tatu, Kristo arejeapo ni hili. Wathesalonike wa kwanza ile ambayo ulisoma 4 mstari ni wa 16. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Sikiza, Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko, na sauti ya malaika mkuu, na parapanda ya Mungu, hao waliokufa katika Kristo. Sikiza, atakuja na sauti ya mwaliko mkuu. It will not be a silent day. Hiyo siku wapendwa, itakuwa na sauti kuu. Kristo ajapo kutakuwa na sauti kuu. Na mimi ninatumai ya kwamba siku hiyo hata walio viziwi, hiyo ndio itakuwa sauti ya kwanza kusikia. Wale ambao hawasikii, wale ambao ni vipofu, hiyo itakuwa ni siku ya kwanza wao kumwona Kristo. Wapendwa, siku hiyo tutaweza kumwona Kristo, tutaweza kumsikia, na hata ardhi yenyewe itashuhudia ya kwamba Kristo amerejea. It will be an audible event, a very audible event. Basi tumegundua ya kwamba Kristo ajapo haya yote yatafanyika. Kwa hivyo hakuna venye tunaweza kusema ya kwamba there will be a secret rapture. Hakuna. Wapendwa, there cannot be a secret rapture. Haiwezekani Kristo kuja kwa siri. Wengine wananiambia, na basi Biblia inaposema atakuja kama mwivi, inamaanisha nini? Wapendwa, ana
anakuja kama mwivi, ni wakati ambapo Kristo anakuja. Haukupati kama uko tayari. Ningependa some msomaji. Naam. Kitabu ni cha Petero wa pili. Petero wa pili 3 mstari ni wa 10. 2 Peter chapter 3 verse 10. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Wapendwa, hiyo siku itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitafanya nini? Vitaunguzwa. Wapendwa, Kristo ajapo ni wakati ambapo utatukuta kama hatupo tayari. Hebu sikiza. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa kwanza na wa pili na wa 3. Soma hadi wa 4. Inasema Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa kwanza hadi 4. Lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira, hamna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mnajua yakini siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati watu watasema kuna amani na usalama. Yani wataangalia waseme kumbe nchi yetu hapa tuko na surveillance ambayo iko juu. Hiyo wakati mataifa, natumai nitapata muda wa kuangazia muungano wa kanisa na taifa. Wapendwa, haya yote hayakuji as an accident. They don't come as an accident. Hayakuji kama jinsi tunavyopata ajali. Hapana. Wapendwa, all this are in line with the prophecy of the Bible. Jinsi siku hiyo watu watakaposema tuna amani na usalama, sikiza, Biblia inasema ya kwamba ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla, kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Wapendwa, ningependa niwape kisa kimoja. Mnajua ya kwamba katika enzi zile za World War I na World War II, kuna nchi ambazo zilidhania ya kwamba zina amani na usalama wa kutosha. Zilishtuka wakati vita vilizidi sana, wakapata ya kwamba nchi zao ziliweza kupungukiwa na maharibifu yakafanywa. Wapendwa, ndivyo hivyo historia itajirudia. Historia bado inajirudia hata siku ya leo. Siku hiyo mstari wa 4 inasema ya kwamba bali ninyi ndugu hamumo gizani, hata siku ile iwapate kama mwivi. Tambua ya kwamba wakati huo ndio ambao utakupata kama haupo tayari. Kwa hivyo Kristo ajapo, kila mtu atamuona, kila mtu atamsikia na ardhi itashuhudia. Wapendwa, Kristo ajapo atatupeleka pale mbinguni. Na basi pale mbinguni, msomaji wangu, tulisoma ya kwamba pale mbinguni tunaenda kukaa kwa miaka ngapi? 1000. Hiyo tulipata katika kitabu cha Ufunuo 20 mstari wa kwanza mpaka wa 4, 5 na 6. Wapendwa, katika miaka hii 1000, siku ya juzi tuliweza kusoma ya kwamba pale watakatifu watakuwa wanafanya hukumu, na si hukumu tu, itakuwa ni a confirmatory judgment, an executive judgment, ambayo watakuwa wanathibitisha. Hiyo siku utakuwa unaulizia Jeremiah yuko hapi, ukimkosa mbinguni, natumai atakuwa pale. Utakuwa unaulizia
Yeremia yuko wapi? Nilikuwa namuona akihubiri, nilikuwa namuona akivaa vizuri, nilikuwa namuona akinitembelea, yuko wapi? Na kwa sababu unamuuliza Mungu swala ambalo lipo kwenye koti za mbinguni, basi vitabu vinafunguliwa, na anafungulia anakuambia Yeremia alikuwa anavunja amri hizi. Yeremia hakunikubali hata akiwa pale kwenye kanisa. Na basi unasema hakika Mungu, hukumu yako ni ya haki, na unathibitisha. Basi hiyo miaka 1000 watakatifu watakuwa pale. Tumegundua ya kwamba watakatifu watakwenda na Mungu mbinguni, wale waliokufa wakiwa wenye haki pamoja na walio hai. Somaji. Je, walio wafu itakuwaje? Ufunuo 20, hebu turudi pale. Ufunuo 20 mstari wa 5 na 6 inasema, Biblia inasema hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huu ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye miaka 1000. Wapendwa, Kristo ajabu, kuna jambo lingine ambalo litatokea. Jambo hili ni kwamba wale ambao ni wenye dhambi na wanaishi wataweza kuangamizwa na mwangaza wake Yesu Kristo. Soma kitabu cha Wathesalonike wa pili 2 mstari wa 8. Wathesalonike wa pili 2 mstari wa 8 inasema hapa ndipo atakapofunuliwa yule asi, ambaye Bwana Yesu atamua kwa pumzi ya kinywa chake, na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwepo kwake. Wathesalonike wa pili 1 mstari wa 7 hadi 9. Biblia inasema Wathesalonike wa pili 1 mstari wa 7 hadi 9. Na kuwalipa ninyi, sikiza, na kuwalipa ninyi teswao raha pamoja na sisi, wakati wa kufunuliwa kwake Bwana Yesu, kutoka mbinguni pamoja na malaika wa uweza wake, katika mwali wa moto, huku akiwalipiza kisasi wao wasiomjua Mungu, na wao wasioitii injili ya Bwana wetu Yesu, watakaoadhibiwa kwa maangamizi ya milele, kutengwa na uso wa Bwana na utukufu wa nguvu zake. Hebu tambua Kristo ajabu, nguvu zake zitakuwa ni za uzito sana. Wale ambao wameasi hawataweza kusimama mbele za Bwana, kwa hivyo wataweza kufa. Na basi watakapokufa watabaki katika ulimwengu huu. Ulimwengu huu utakuwa ni kama Lang'ata Cement. Wangapi washaikuwa katika ile cement ya Lang'ata? Gunioni. Ulimwengu huu utakuwa ni kama hiyo cement. Wote, hebu angalia jinsi. Tazama, ningependa upate ile picha jinsi ulimwengu huu utakavyokuwa. Harufu itakayokuwa inatoka hapo. Maana wapendwa, siku hiyo hakuna wakuzika mwingine, maana wamekufa. Siku hiyo hakuna jinsi ambavyo wanaweza kupakwa zile dawa formally. Hakuna hiyo siku, wapendwa, wanaaga. Na basi katika miaka 1000 wapo katika ulimwengu huu. Lakini sikiza, Biblia inatuambia ya kwamba kwa wakati huo shetani atakuwa kifungoni. Unajua, unaweza kuwa unaniuliza kifungo gani? Je, shetani anawezaje kuwa kifungoni? Hapa ndipo tunasoma ya kwamba shetani atapata holiday.
Holiday kwa nini? Hebu soma mstari wa pili msomaji. Inasema akamshika yule joka. Ufunuo 20 mstari wa pili inasema akamshika yule joka. Yule nyoka wa zamani. Yule nyoka wa zamani. Ambaye ni ibilisi na shetani. Ambaye ni ibilisi na shetani. Akamfunga miaka 1000. Akamfunga miaka 1000. Akamfunga miaka 1000. Mstari wa 3. Akamtupa katika kuzimu. Akamtupa katika kuzimu. Akamfunga. Akatia muhuri juu yake. Akatia muhuri juu yake. Asipate kuwadanganya mataifa tena. Asipate kuwadanganya mataifa tena. Hata ile miaka 1000 itimie. Hata ile miaka 1000 itimie. Unajua tutakapoenda mbinguni, pale mbinguni tupo pale watakatifu. Kisha hapa duniani kila mtu ambaye ni mwovu ameaga. Shetani atakuwa kifungoni. Kwa nini? Hiyo wakati haezi akadanganya mtu. Wangapi washaikuwa unaitiwa kazi? Kwa mfano nilipoitwa hapa, nilikuwa kazini. Na nilipokuwa pale kazini, mkubwa wangu kwa maana alijua niliomba leave mapema, akajaribu kuniambia kuna kazi hapa na pale. Nami nikapiga simu kwambia aliyeniita, nimefungwa na kazi fulani, niruhusu nitakuja siku fulani. Wapendwa, je, nilikuwa nimefungwa na pingu au minyororo? Nilikuwa nimefungwa in the chain of circumstances. Had been chained in the chain of circumstances. Basi na mwovu ibilisi atakuwa amefungwa katika the chain of circumstances. Maana hawezi akadanganya mtu. Atakuwa hapa akizurura, lakini hapo yupo peke yake. Hawezi akadanganya mtu. Lakini baada yake Biblia inasema, na baada ya miaka hiyo 1000 yapasa afunguliwe muda mchache. Basi tutaangazia ufufuo wa pili na muda huo mchache. Kisha siku ya kesho nitaweza kufunza, Mungu akitujalia, vita kuu ya Armagedoni siku ya kesho. Bali siku ya leo tunagundua ya kwamba ulimwengu huu utabaki ukiwa. Msomaji, Yeremia 25, Jeremiah chapter 25 verse 31. Biblia inasema hivi. Inasema mshindo utafika hata mwisho wa dunia. Yeremia 25 33 verse 33 inasema, hao waliouawa na Bwana siku ile watakuwapo toka upande mmoja wa dunia hata upande wa pili. Hawataliliwa wala kukusanywa wala kuzikwa. Watakuwa samadi juu ya uso wa nchi. Siku hiyo ulimwengu huu watakuwa wamekufa, na hakuna wa kuzika, hakuna wa kufanya chochote kile. Watakuwa tu hapa juu, na ulimwengu utakuwa na sura mbaya. Hebu soma sura hii katika kitabu cha Isaia 24. Isaia ni 24 mstari wa kwanza wa 3. Soma wa kwanza. Isaia 24 mstari wa kwanza. Tazama, Bwana ameifanya dunia kuwa tupu. Aifanya ukiwa. Maketh the earth empty and maketh it waste. Aipindua and turneth it upside down, na kuwatawanya wakao ndani yake, and scattereth abroad the inhabitants thereof. Na itakuwa kama ilivyo hali ya watu, and it shall be as with the people, so with the priest. Ndivyo itakavyokuwa hali ya kuhani, kama ilivyo hali ya mtumwa, as with the servant, ndivyo itakavyokuwa hali ya bwana wake, so with his master, kama ilivyo hali ya mjakazi, as with the maid, ndivyo itakavyokuwa hali ya bibi yake. Yani kila mtu wa aina yoyote, ukue uko juu, ukue uko chini. Natumai siku ya leo pia na mwalimu wetu wa unabii ataangazia jinsi wale ambao ni wanabiashara pia wao watakuwa wanatetemeka siku hiyo. Mstari wa 3 msomaji. Inasema dunia hii itafanywa tupu kabisa. Na kuharibiwa kabisa. Maana Bwana
amenena neno hilo. Maana Bwana amenena neno hilo. Dunia inaomboleza. Soma mstari wa 19. Inasema dunia kuvunjika, inavunjika sana. Dunia kupasuka, imepasuka sana. Dunia kutikisika, imetikisika sana. Nenda mpaka 22. Dunia inalewalewa kama mlevi. Nayo inawayawaya kama machela. Ni mzigo wa dhambi zake utailemea. Nayo itaanguka. Wala haitainuka tena. Tena itakuwa katika siku hiyo. Bwana ataliadhibu jeshi la mahali palipo juu katika mahali palipo juu. Na wafalme wa dunia katika dunia. Hao watakusanywa pamoja kama vile wakusanyavyo. Wafungwa katika shimo nao. Watafungwa katika gereza. Baada ya muda wa siku nyingi watajiliwa. Natambua ya kwamba Biblia inasema ya kwamba wakati huu sababu ambayo dunia inabaki ukiwa ni kwa sababu dhambi zao zimewalemea. Na siku ya juzi tukasoma ya kwamba ndio ulimwengu huu, kwa maana dhambi imelemea, utasafishwa na moto na haitabaki shina hata la dhambi. There will remain no root nor branch of evil, for God will have cleansed this earth. Wapendwa, siku ya kesho tutaweza kuangazia baada ya ulimwengu huu kusafishwa tutakuwa wapi. Nitakupa somo la ziada uende ukasome kitabu cha Yeremia 4 mstari wa 23. Inaongezea jinsi ambavyo ulimwengu huu utakavyobaki ukiwa. Maana wenye dhambi watakuwa wote wapo katika ulimwengu huu, na watakatifu watakuwa mbinguni. Na pale mbinguni tunagundua ya kwamba wakati huu shetani atakuwa amefungwa. Msomaji, tuendelee kitabu cha Ufunuo 20 mstari wa 7. Biblia inasema hivi. Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa kutoka kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi. Gogu na Magogu wakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Sikiza, watu ambao watakuwa wamebaki katika ulimwengu huu waovu ni wengi. Ndio maana siku ya leo unaweza kuwa unaniuliza, mbona ni watu wengi wanaenda siku ya Sunday, wengine wachache wanaenda siku ya Saturday? Waovu ni wengi. Utaniuliza ya vita hiyo kuu. Lakini wapendwa, usikubali ukawa katika kundi hili la watu hawa wengi. Mara nyingi katika mambo ya Ukristo ni watu wachache tu ambao wanaweza wakasimama. Na ningependa ya kwamba uwe katika kundi hilo la watu wachache. Hebu piga taswira hii, piga picha hii. Shetani katika muda huu wa miaka 1000 amebaki hapa ulimwenguni, na kisha maiti ni nyingi zilizo juu, na anafika hapo anaona maiti moja na anacheka, anatabasamu, anasema hakika huyu nimemshinda. Anaangalia jinsi mtu huyu alikuwa ni mtu wa maana katika jamii, watu walimtegemea, alikuwa na familia mzuri, alikuwa na bibi mzuri, alikuwa na wana wazuri. Lakini wana hawa pamoja na mke wake walipokuwa wakienda kanisani, wakimuita tuende kanisani, alikuwa anawaambia si leo, mimi nitakuja kesho, mami nitakuja kesho. Basi
Kisha muda ukaenda, na pindi tu Kristo akarejea, na mtu huyu akabaki gizani, na basi amekufa akiwa tajiri, mali yake iko nayo, lakini uzima wa milele ameukosa. Na basi shetani anatabasamu, anasema huyu ni wangu. Wapendwa, mimi sitamani uwe katika kundi hilo. Mimi sitamani uwe kama mtu huyo. Sikia wito huu, Kristo anapokuita nawe upige hatua, uanze kumfuata. Ikiwa umeshindwa kabisa, najiuliza ya kwamba how will I get the courage to enter in among those people? Wapendwa, siku ya leo mimi nina mfumo. Mfumo ni huu: mkubali Yesu Kristo moyoni mwako. Amen. Mkubali Yesu Kristo moyoni mwako. Tamkubalije? Nenda kwa magoti na umwambie Bwana. Hahitaji uende kwa mchungaji yoyote au mtu yoyote umwambie aniombe. Naenda kwa magoti wewe mwenyewe, namwambia Bwana Yesu Kristo, ninajua ya kwamba wewe ndiye uliyeniumba, na hakika bado unaweza kuniokoa, na kuomba unisaidie. Wakati huu andika jina langu katika kitabu cha mbinguni. Na hapo, wapendwa, anza kusoma Biblia, na hivi utakuwa unapiga hatua kwenda mbinguni. Wapendwa, Kristo bado anaita. Ningependa nihitimishe siku ya leo na wimbo huu. Na ninapoimba wimbo huu, ikiwa ungependa uwe katika kundi ambalo Kristo atakuja kuchukua, ningependa tusimame tunapoimba wimbo huu. Yote namtolea Yesu, moyo wangu ni wake, ninavutwa na mapendo, kwa hivyo najitoa. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu. Upendo wako hushinda, Yesu natoa. Ikiwa upo nyumbani na bado unasikia sauti hii na ungependa kujitolea hata kwa ubatizo wa kweli, bado tupo hapa na tunakuita, maana nina uhakika ya kwamba umekuwa ukisikia. Umeachana na anasa na unataka umpokee Yesu Kristo, bado anaita. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu. Upendo wako hushinda, Yesu natoa. Yote namtolea Yesu, nifanye niwe wako. Nipe roho yako Bwana, anilinde daima. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu. Upendo wako hushinda, Yesu natoa. Kabla tujaimba stanza hiyo ya mwisho, ikiwa unasikia sauti hii na ungependa
ya kwamba ujitolee kwa ubatizo siku ya Sabato, siku ya Saturday. Tutakuwa katika uwanja huu hapa chini, ambapo utaweza kusikia sauti hii. Ili tuweze kujiandaa kwa ubatizo, unaweza ukatuma text katika nambari hii 0707940477 0707940477. Na utakapotuma ujumbe wako pale, tutaweza kupatana nawe na tutaweza kujadili zaidi ili kuweza kujiandaa katika ubatizo. Yesu Kristo bado anaita. Siku ya leo ni vyema uyatoe yote kwa Yesu. Kama una machungu, yatoe yote kwa Yesu. Kama una mizigo, toa yote kwa Yesu, si mwanadamu. Soma tunapoimba stanza ya 4. Ningependa uweze kujiandaa, tufanye ombi la kipekee. Tolea Yesu, nami naona sasa furaha ya ukombozi, na sifu jina lake, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu. Upendo wako hushinda, Yesu natoa. Amina. Kwa wale ambao bado wanajisajili katika ubatizo, tutafanya ubatizo huu mkubwa, na jinsi ambavyo tuliweza kufunzwa ubatizo wa kweli ni wa kuzamishwa ndani ya maji. Ubatizo huu utafanywa siku ya Sabato ili uweze kuanza maisha upya ndani ya Kristo. Tuamini na tuombe. Baba yetu inuliwe, maana umekuwa mwema kwetu. Siku ya leo umetufunza ya kwamba watakatifu wataweza kupata taji lao pale mbinguni. Kwa miaka 1000 watatawala pamoja na Kristo, na kwa miaka hiyo naye shetani atakuwa hapa akiwa anazurura bila kazi ya kufanya, na baada yake atafunguliwa awadanganye waovu. Mungu wetu, tunaomba usituache tukaweza kuwa katika upande wa waovu. Bwana, kuna wengine wamefungwa, kuna wengine tumefungwa, tunashindwa tutokee wapi. Katika madawa ya kulevya tumefungwa, katika anasa tumefungwa, katika uzinzi na uasherati tumefungwa, katika fasheni ambazo ni za ulaghai na ambazo sio za uadilifu tumefungwa. Bwana wetu, tunaomba utusaidie uweze kuvunja nguvu hizi za giza ambazo zinatuletea uraibu wa dhambi. Utuokoe Mungu wetu. Siku ya leo sikia sauti hii. Kuna wana wako ambao wanasema wanataka kujiandaa kwa ubatizo. Mungu wetu, waandae. Bwana wetu, usiwaache unapopita, wazuru na wao. Kuna kina mama ambao wanalia wakisema, Bwana okoa familia zao, usiwaache, waokoe. Watoto ambao wanasema, hakika Mungu, mimi natamani hata shuleni niweze kusucceed. Naomba Mungu wetu uwasaidie. La kwanza, wakupokee wewe, na yote wazidishie. Kuwa nasi, tuongoze, na masuala yetu yote utumike kulingana na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki. Siku ya kesho tutaangazia Harmagedoni, vita kuu katika ulimwengu huu.